kama sijakosea, lakini pia wachezaji humu nchini, ukiangalia kikosi cha Harambee Starlets kinahusisha wale wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa na wale ambao hasa wanachipukia. Uzoefu mkubwa anazungumzia wachezaji kama vile Gentrix Shikango ambaye hasa anapiga soka lake kule katika klabu ya Simba, lakini pia ni nafasi nzuri hasa kuonyesha kwamba vipaji vyetu pia vina nafasi hasa ya kushiriki katika soka la hali ya juu. Na humu ndani usishtuke kuona kwamba baadhi ya wale hasa chipukizi ambao watakuwa wanashiriki humo ndani watakuwa wanapata hasa nafasi ya kuweza kupiga soka lao nje ya mipaka ya Kenya. Manake kando na kuwa na mechi kwamba ni za kirafiki, pia ni jicho la pili hasa kwa mawakala ambao watakuwa wanafika humu nchini kwa ajili ya kusaka vipaji. Lakini pia ni nafasi nzuri ambayo shirikisho la soka duniani FIFA linatumia hasa kupiga jeki na kuboresha hasa viwango vya soka ya kinadada. Unakumbuka kwamba mwaka jana wakati wa kombe hasa la vilabu duniani tulimuona rais wa shirikisho la dunia Gianni Infantino akisema kwamba sasa hivi wana mipango ya kuandaa hasa mashindano tofauti kuhakikisha kwamba angalau viwango vya soka la wanawake linafikia nusu ama zaidi ya nusu ya viwango vya soka ya wanaume. Kwa hivyo ni nafasi nzuri ya kuonyesha vipaji vyetu, nafasi nzuri ya kujiandaa kwa ajili ya michuano ya AFCON, lakini pia nafasi nzuri ya kuonyesha dunia kwamba tuna maeneo na viwanja vizuri vya kuandaa hizi mechi. Kipruto, before we came for the show, I saw you looking at the statistics of the 4 teams. Tupe takwimu. Ukiangalia ni kwamba kwa hizi timu 4, tuanze na Kenya. Kwanza na Kenya. Kenya wako tuseme kwa hizi timu 4. Kenya wanashikilia nafasi ya 3. Kwa hizi timu 4, Kenya, Australia, India pamoja na Malawi. Ukiangalia Australia wako mbele, kwa sasa wako nafasi ya 15 duniani. Ukienda kwa India, India moja hii wako nafasi ya 63. Ukiangalia Kenya tuko 100 na ngapi? 153 hapo 58. Alafu Malawi wako 163 katika jedwali ya FIFA ranking. Inamaanisha kwamba mechi hii si rahisi vile kwa Kenya. Inafaa jipange vizuri, na pia mechi itatumika kupima vile Harambee Starlets watakuwa wakicheza katika michuano ya AFCON ambayo itakuwa zikianza kule Morocco mwezi Juni. Ni wapo watafanya vyema timu hii ya Harambee Starlets. Inamaanisha kwamba wamejipanga vizuri na tutapata kitu katika michuano ya AFCON, lakini wakipigwa bado kocha Belin Odeme ako na kazi ngumu sana ya kuweza kuisaidia Harambee Stars pale mbele. Ukiangalia pia wachezaji ambao wameweza kuitwa wakati huu, kuna wachezaji wachanga ambao walikuwa wakicheza timu ya Harambee Starlets, Rising Starlets, wameitwa katika kikosi kuu na kocha Belin Odeme. Inafaa wajionyeshe vizuri, na pia ukitaka scouts kutoka nchi jirani pia kule majuu kuweza kuwatafuta kuweza kuchezea timu za kule, inafaa wacheze vizuri katika michuano haya ya FIFA series ambayo inaanza hapo siku ya kesho hadi natumai itakuwa siku ya Ijumaa ambayo itakuwa finali. Na pia mechi itategemea iwapo Kenya wataweza kumpiga mwana India. Najua ndio kwanza. Watakuwa ngojea mshinde kati ya Australia na Malawi. Na hiyo hapo watapigwa. Kenya atakuwa kingojea ambaye atapigwa kati ya India na Malawi. Now, Kariuki, when you take a look at this series, of course coming Kenya hosting it for the first time, we've always spoken about how women football in Kenya is improving by the day. With Kenya, we are hoping that we get a chance of playing a country like Australia. Right. These are countries that will never get an opportunity to play if we are not in the World Cup. Remember, some of the top-ranked teams in the world will not necessarily play against Kenya because for them, they want to also play against some of the top-level teams. But from what, from the reason FIFA gave in introducing the FIFA Women's Series, which is trying to, also even the competition that some of the lower-ranked teams can face the top-ranked teams, and teams from different continents participating against each other. Do you feel that probably from this, at the end of it all, we'll have to sit down and ask ourselves, what have we really learned at the end of the day? I think first and foremost, I love the first interesting facts that we have, that it is inaugural FIFA series for women. You will look at this in this way that mara nyingi the women football imekuwa ikionekana like it's just a normal game. Yes. And wanatilia sana maanani the men.
Sana sana wanasahau the women. Man, the last time we played a top-ranked team in the world, Yes. which was Senegal. Yes. Tulilimwa Nane ambayo inatiliwa nani sana ya kina ya wanaume ikalimwa ngapi? 8. But the women, if you have been keen with the way Starlets have been playing, and also the other one, the under juniors, how they have been playing, they've even made it to World Cup, yes. a very high-ranked tournament. So that basically says that if we can try to ensure that we are keen with our women football here in the country, we can find ourselves participating more frequently in such kind of tournaments. Look at our women league here in the country. Mimi nafikiria ukimuuliza Kipruto atakueleza Vihiga Queens, Kenya Police na Ulinzi. Na kuna ingine moja inaitwa Bullets. Kayole. Na ingine yenye atakutajia labda Kilimani. Why? Because we have not given it special also consideration. Yes. Even I think the support is not there as you would expect. We are talking about the FKF also, not very keen with the women football. Look at what CAF did. Imezungusha hii tournament ya inaitwa AFCON. Imeizungusha sana mpaka until the last minute when they settled. They even had to postpone it when we had AFCON in Morocco. That went on very well, and then they brought in some confusion, some complications about the WAFCON. So it basically tells you that in Africa, there is something that we need to do about women. And it's a good thing that FIFA has decided to have the friendlies, the women friendlies. Utaweza kujigauge, wataanza kujigauge. Kipruto has given us a very interesting fact that Kenya iko namba ngapi? 158, you said. For them to come all the way at least 115 yenye our men wanakuanga in between hapo, at least lazima wajitume. Si at least umepata hata some chance ya kuona Samka. Sasa hapo unaongea. Hapo umenena. Na ukucheza naye. Unapata opportunity. And you see those stars, like for instance the Chelsea captain. Yes. We know Chelsea inaongoza sana the women. Actually, I think they are leading the league in Europe. Yes. Chelsea women, they are leading the league. Ukipatana na such Chelsea Man City. I think in Chelsea that is leading. Timu yenu ya kina dada Man City. Oh, hao walifanywa nini hiyo? Hata juzi walipigwa hapa. So Mark, let's take a look at the fixtures. Remember we have 2 fixtures before the final, or rather will be played. So tomorrow at 2 p.m. it will be Malawi taking on Australia. And then at 5 p.m., the game was changed from 6. At 5 p.m., Kenya hosts India. And then on Wednesday, the 15th, we'll have loser game 1 versus loser game 2. And then the final will be winner game 1 versus winner game 2. So this is something that we're looking forward to. And we'll be waiting to see the results from those 2 matches that will be played tomorrow at the Nyayo National Stadium. Umeona vile Nyayo inakaa vizuri? Sababu ni madem. Hata nimeona pia eneo ambalo wachezaji na makocha wanatoa taarifa kwa vyombo vya habari. Nakwambia ni kwa sababu sisi ndio tumelegea kupamba Nyayo. Kuipamba inavyofaa. Lakini unajua kina dada kuna vile lazima ukiangalia hata ufurahie. Umeenda kuona mpira